usiogope. Mithali 31 mstari wa 10 hadi ule wa 31, neno la Mungu linasema, mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana kima chake chapita kima cha maridadiani. Moyo wa mumewe humwamini, wala hatakosa kupata mapato. Umtendea mema, wala si mabaya siku zote za maisha yake. Utafuta sufu na kitani, kufanya kazi ya mikono yake moyo. Afanana na merekebu za biashara, kuleta chakula chake kutoka mbali. Tena huamka kabla haijaisha usiku, huwapa watu wa nyumbani wake chakula, na wajakazi wake sehemu zao. Huangalia shamba akalinunua kwa mapato ya mikono yake, upanda mizabibu. Hujifunga nguvu ya viunoni kama mshipi, hutia mikono yake nguvu. Huona kama bidhaa yake ina faida, taa yake haizimiki usiku. Hutia mikono yake katika kusokota, na mikono yake hushika pia. Huwakujulia maskini mikono yake, na wanyoshea wahitaji mikono yake. Haofii theluji watu wa nyumbani mwake, maana watu wa nyumbani mwake huvikwa nguo nyekundu. Hujifanyia mazulia ya urembo, mavazi yake ni kitani safi na hujuani. Mume wake hujulikana aketipo pamoja na wazee wa nchi. Hufanya nguo za kitani na kuziuza. Wafanya biashara mshipi. Nguvu ya hadhi ya mavazi yake, anaucheka wakati ujao. 26 hufungua kinywa chake kwa hekima, na sheria ya wema iko katika ulimi wake. Huangalia shamba na njia za watu wa nyumbani mwake, wala hali chakula cha uvivu. Wanaoondoka na kumwita heri. Mumewe anamsifu na kusema, binti za watu wengi wamefanya mema, lakini umewapita wote. 30 upendeleo kudanganya na uzuri ni ubatili, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Mpe mapato ya mikono yake, na matendo yake yamsifu malangoni. Amen. Amen. Tunasema asante Mungu wetu kwa neno hili. Tunaomba useme nasi kwa lugha ya pesi kabisa, Roho Mtakatifu tufundishe ili tuweze kuelewa. Amen. Naomba uketi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Mtanisamehe, nina kikao saa 9. Na naambiwa Yanga anaanza kwa nacheza. Wengi wa kamati zangu wana sijui tuseme mashabiki wa kindaki wa Yanga. Sasa wameniambia, mchungaji, tukimbize kwenye kikao ili tuweze kuangalia mpira. Kikao kianze saa 9. Sasa hii ni saa 7. Naenda nakwa. Sijui naenda na jet, sijui naenda na ungo, sijui naenda na nini. Lakini Bwana anajua nafikaje. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi sasa natamani niongee na binti yangu huyu ili anielewe. Lakini natamani niongee na wewe uliyeketi mahali hapa ili nielewe. Huwa kwenye mshirika wangu wakichelewa na mwambia tunaenda mwendo wa toyo. Toyo tunajua inaga kusubiri. Umefanya kona view, unaiona imeshapita. Sasa lakini nisidondoshe pointi yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neema. Alikuwa gani mama yako leo? Ni mchungaji lakini ni mama. Amen. Amen. Ni binti kama wewe. Kwa hiyo nikikuaga na kuaga sio kama mchungaji. Mchungaji ni sawa, ni mchungaji, lakini mchungaji ambaye ni mama pia anatoa hosia. Lakini ni mama pia ambaye anazungumza na mabinti walioko mahali hapa. Ni mama pia ambaye anazungumza na wamama wenzake walioko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata na wababa watakata tu kisehemu chao, lakini kwa sababu leo ni siku ya kumwaga binti, natamani niongee na mabinti na mabwana. Amen. Amen. Kwa siku ya ndoa ningekaa upande huu. Niseme naongea na wababa na wamama. Lakini sababu leo ni mama wote kule kwetu, mimi Masai. Kama umesikia jina langu la mwisho ni Saruni, ni Masai. Tukiwa tunaaga binti tunamkalisha kwenye kigoda kile cha miguu mitatu. Anakuja mama yake amefunda vizuri, na ingawaje anamfundaga na jikoni. Lakini kwa siku hiyo anakalishwa, anaanza mama, baba, shangazi atafuata, baba atamalizia, ili kwamba kule anakokwenda asilete aibu kwenye boma analokwenda. Amen. Amen. Umeshangaa watu wametoka ni himo himo mpaka Mkansi. Yaani ni mbali. Mimi mwenyewe tu kutoka hapo kuna Ndara mpaka kufika hapa naona kama sifiki, lakini wao walitoka saa 10, nasikia wametoka saa 10, hakujaisha usiku. Wamefika kwa ajili ya nini? Neno
la leo linasema mke mwema ni nani awezaye kumuona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Kima cha marijani ni nini? Nilikuwa naangalia nikasema kuna kima cha marijani wanasema ni kito cha thamani. Kito cha thamani ni kama almasi, ni kitu chenye thamani. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema ni nani awezaye basi kumuona huyo mke ambaye moyo wa mumewe humwamini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika maisha ya ndoa ambao unaendelea nao, hakuna kitu kizuri kama uaminifu. Tembea akijua nimepata kitu cha thamani ambacho hakina kuogopwa huko ndani. Kulikuwa kuna kafilipu kamoja nilikuwa nakaangalia, mtu akasema ukiangalia na huanisha sasa kanisani, watu wanaoenda kanisani wanafananaje na wasioenda kanisani? Unajua kuna watu wakiwa na dhambi wanatafuta kwa kujishika Akasema mtu akiwa baa akalewa, yule mhudumu anaweza kaja akafuta baa na meza akaficha simu ya mteja wake aliyelewa, aje ampatie kesho. Kama ni wallet ameiweka, itawekwa pia apewe kesho. Lakini yule baba akilewa akaenda nyumbani, mama anapitisha mikono, anasachi na kutoa zile pesa. Sasa sivyo kwako Neema, mimi najua sio hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hao walikuwa wanatafuta tu kusema kwamba wanawake si waaminifu, lakini unapaswa kuwa mwaminifu kwako mwenyewe na kwa mwenzako, na jua mpaka wamekuona yule kuna kitu amekiangalia. Mapato, huyu mtu anajishughulisha. Unafikiri ungekuwa kumkansi unachokifanya ungeona na naye ndani wapi? Lakini kwa sababu umejishughulisha ukatoka ukaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana mchungaji mmoja alikuwa anawaambia wanawake, so unabaki tu kijana unaomba tu kwa kanisani tu, Bwana nipatie, Baba nipatie, toka nje. Ili ukapate kukutana na yule ambaye Mungu amemwekea. Anasema hatakosa mapato kwa sababu huyu mtu anafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Tena anasema anafanya kazi kwa mikono yake. Kuna wale wengine wanaenda mjini huku wa mausi huku na wasaidizi wa nyumbani huku weekends wapo wachache, lakini sio wengi. Wengi mkitoka na shughuli za shamba zikiisha, si tunarudi. Kuna ile mtu sasa Neema, ukiwa unaenda kazini, unasahau majukumu. Dada, nguo za baba. Dada, maji ya baba. Sijui dada, chakula gani baba? Yaani yeye ndo anajua mpaka chakula anachokipenda mume. Hiyo haiko. Amen. Hiyo haiko Neema. Jukumu ni la kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Baba, haleluya. Unajisikiaje afu unaulizwa, "Penzi wangu nikupikie nini leo?" Sina haya. Sasa lakini kuna baba sasa nao wanakosea. Anaulizwa, "Mpenzi wangu nikupikie nini leo?" Wanae, pika chochote. Hapo haifai, umeshaharibu. Unapoteza yale mamlaka. Yaani ina maana unajua anapenda anajua kabisa kwamba una wajibu wa kutafuta, basi hata kama umetafuta, hata basi kama wote mmetafuta, lakini kuna namna anataka ukikaa mezani ule kwa kazi aliyoifanya. Maziwa wakichanganya kwa ndizi inakuwa. Sasa wewe ukitoka kule sasa ndo unamwambia kaka Ibra nikupikie nini mpenzi wangu? Atakwambia kama utapata ile chalani la asili anampikaga mamangu. Unamwambia sasa usijali, unamshinda leo mama yako. Yaani ni kwamba tu yaani manjojo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kikipikwa kaa mezani anafikiri niko na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ile sikumbuke kile cha mama yake. Akumbuke kile, aone sasa kwamba nina mtu mwingine tofauti na kile cha mama. Maana ukishaolewa tu sahani ile inaikuwa pembeni. Hayuko tena kwenye bajeti. Sasa wewe unashika ile nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini wamama tunasikia hasira pale ambapo mtoto anaolewa alafu kijana wako anakonda? Unajua kuna mahali huyu
hajakaa ile nafasi. Ndio maana unakuta mtoto ana mama mkwe kichoni, sio kichoni, kuna mahali hujakaa. Ingawaje kuna wale tunao wana midomo kwamba anafikiri kwamba wewe ndio bado unategemea uendelee kuhudumiwa na kijana wako koma. Neema akiingia mama kaa pembeni. Baba alibaki haya jaji akamweleze tu kwamba hii sasa ameshapata wa kwake, sisi tujishike wawili. Bwana Yesu asifiwe. Anaulizaga, anakwambia somo la kwanza mimi nimesuluhisha kesi ya soksi. Ananiulizaje sasa? Kwani mimi nafanya naye? Wewe ndio kazi yako, ni mtoto. Ibrahim ni mtoto, sasa naongezewa mtoto ambaye hakuwahi mpaka anazeeka. Amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anahitaji ile malezi ya kupendezwa, wanapenda kupendezwa. Wanapenda kuheshimiwa. Wanapenda kuthaminiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani ndio maana kila wakati wao wanataka tu yaani aone kwamba kuna kitu anatumikia. Unajua wameitwa watawala Kwa hiyo sasa mtawala anapendaga yaani kuona kwamba kila kitu asaidiwe. Asiagize kwanza akuone tunajishughulisha kwa yetu. Yaani chai usimuke ujana chai baba. Asiende kunywa chai ofisini. Haleluya. Amen. Asiende kunywa chai ofisini. Kuna wale wadada wanaoachaga kifua wazi. Bosi chai akishaona hiki anasahau kwamba alikuacha nyumbani. Akiona chai anamwambia nimeshakunywa. Haangalii kifua chake. Neema alinipa chai nzuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nzuri safi, mkono msafi. Amen. Amen. Anategemea mpaka usiku akija akute maji ni tayari. Sura anaanza kuuliza, hivi yale maji jamani bado? Akute wewe mwenyewe umeshajiandaa yale maji yako. Haleluya. Amen. Mwanamke uliyekuwa wanaobaki majumbani. Mimi niko naongea watu mtoka kanisani. Kanisani utaoga. Lakini ukikaa unakaa nyumbani, sasa kama unaoga unakimbizana na ng'ombe, unakimbizana na shamba. Oga jipendezeshe ili unapotoka hata kanisani inakuwa ni mtoko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na jioni umefanya kazi zako zote, si anasema unafanya kazi kwa mikono yake. Aje akukute na wewe umeshakaa mkao. Kwa kupokea mume. Amen. Amen. Sio anakuja na kukuta na dera la asubuhi na dera tunajua ni kazi kushikilia, tunashikiliana. Ninapata mimi kanzu la mchungaji, kwa unafanya hivi. Amen. Haya basi umejikaza, umeoga, umevaa. Mtu anasubiri mke, amevaa t-shirt ukimwi unaua huku nyuma. Chagua Samia. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Akikuangalia kuanzia chini mpaka juu anasema kumbe vile vilivyokuwa barabarani ni vinajiuza havina uzuri wa mke wangu. Lakini mama umevaa dela haionyeshi ile shape. Si angalia vile walipokutana nao. Kwa hiyo na jioni tunakuaga na zile zetu za attractive. Kama walivyoamka wasafiri. Leo mimi nafanya kazi, mume anafanya kazi, mimi ni mchungaji. Lakini yule baba anatakiwa kuhudumiwa, watoto wangu wanatakiwa kuhudumiwa. Nafanyaje? Si niamke mapema? Nihakikishe kwamba kila kitu kiko sawa. Hata kama nitamuomba anisaidie vingine, lakini kuna vile vingine vifanya. Amen. Amen. Usharika wangu wa nyumbani ukae vizuri na ule nao hudumia ukae vizuri. Ile baba sikifanya nitakwambiaje? Inatakiwa mimi nianze kukifanya tu niweze kukueleza mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Na wamama mlioko huku, sio Neema, nimesema na waongea na Neema, lakini na wamama, hata mama yake na Neema bado ni mdogo sana. Amen. Amen. Neema tu anajifanya bibi, lakini bado yule baba anahitaji caring. Tunaongea kila tunafanya kazi kwa mikono yetu. Kuna watu wanafanya kazi siku hizi kama kule Arusha kwa mama wa mapesa na kule Moshi. Moshi nimesema Mwika.
mume wako, ajue tu. Lakini na wewe Ibra, kama unajisikia, elewa tu kwamba mwanamke sio kunyanyaswa, ni wa kusaidiana, ni msaidizi unapewa. Amen. Ni msaidizi wa kukusaidia ile majukumu ulionayo, wa kukuelekeza na kukushauri. Akikwambia baba, tusiende hivi, usiseme wewe ni mwanamke tu. Ni mwanamke ambaye na yeye ana utashi, ana maono. Tena sisi tumejaliwa, tuna jicho la tatu. Amen. Yaani mimi nikikuangalia tu kama unafuatana wewe na huyu, nakwambia kuna rafiki yako. Sija, kuna kitu ninaona sio. Usiponisikiliza utakuja kusema laiti ningekusikiliza. Laiti saa hizo ni tayari. Nafanya biashara na fulani, na fulani. Baadaye huwaza tena. Huwaza tena. Ukiwaza tena utajua kwamba mama kuna kitu amekiona. Lakini ukiniambia niko na fulani siwezi, kuna biashara, tunakwambia Mungu awasaidie, mtatoboa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sichukuaje siku mbili kukujifunza. Moja, unafaa kwa hii familia au ufai. Haleluya. Amen. Sivyo mama? Amen. Sivyo tulivyo? Kwa hiyo Ibra, ukielekezwa kwamba safari hii tufanye hivi, hebu sikiliza, usiseme wewe ni mwanamke tu. Heshimianeni, pendaneni, lindaneni, fanyeni kazi kwa pamoja kwa heshima. Haleluya. Familia zote zitakuja kuungana. Tena watu huko wakina neno ugoje. Wao wakina nani? Sisi wameoana watoto na sisi tunapendana, tunasikilizana, shida za huku ni za huku, raha za huku ni za huku, yani pande zote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Anasema upendeleo hudanganya na uzuri ni ubatili. Wengine wanapendea vitovu vionekane. Wengine sijui vinguo juu ya magoti ili miguu ionekane. Kwenye ndoa hiyo vitu hata vya gani? Na baba mmoja anasema wai. Ni kweli hakuna baba, hakuna. Wewe angalia shepu imekaaje? Ni nzuri kweli. Lakini tabia mbovu hakuna mtu ako naye wala angalia. Hakuna. Falsafa moja ilisema ni miezi mitatu hilo kalio linaonekana. Miezi mitatu, siku 90. Baada ya siku 90 ni la kawaida kama lile flat screen. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni kawaida kama lile flat screen. Halina maana. Lenye maana ni haleluya. Amen. Hiki kitu mwanaume anajivuna akioa hiki kitu. Na akikaa na mume wake wanaongea vitu vyenye sensitive vinavyoangalia mbele. Tukikaa baada ya miaka 5, natamani hii nyumba ikae vizuri. Tuhakikishe baba umejitahidi umefika hapa. Unaonaje? Tuweke hela zetu, tupandishe rumu nyingine juu. Yaani anaangalia mambo ya maendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuwe na watoto ngapi? Hata mmoja kwanza tupate, hata kama ni hao wawili, lakini tujue wamesoma vizuri, tumewapa future nzuri ya watoto wetu. Yaani ndio vitu anajenga. Sasa ukienda kufanya hivi kalio, huyo halina kazi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Anasema upendeleo udanganye, uzuri ni ubatili. Mwanamke amchae Mungu ndio atakayesifiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tena anasema wanaume wakiketi wakimwangalia yule mume wa yule dada anapita, anasema "Isee, umeoa bwana." Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeoa sio shepu, ni juhudi iliyoko ndani. Mashamba yanaongezeka, maduka yamefunguliwa, mifugo inaongezeka, kuku zinalia, bata zinalia, anasema kuna mtu ameingia ndani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa unaamka asubuhi naenda kwenye kioo, makeup. Hiyo makeup utaipata baada. Iko kwa leo ni siku yako mama. Ukipaka siku unaenda kazini, ukirudi unanawa, unaendelea jikoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo ndio maisha. Ndoa ni maisha ya kusikilizana, ya kuheshimiana, ya kutafuta kwa pamoja kwa maendeleo ya familia. Amen. Kwa uaminifu, narudia,
kukaa na Mungu. Mwanamke mwenye hekima huijenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu anaibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Simama kwa miguu yake. Amen. Asante kwa kuwa Neema amesikia na wengine wamesikia, wanaume wamesikia, vijana wamesikia. Nakuomba Mungu wa rehema utusaidie ili tuweze kuliishi neno lako kila kuitwapo leo. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba uketi. Yesu asifiwe.